Ndugu wa Tanzania, kwa mara nyingine tena Baraza la Wazee Chadema tumeamua na tumeona kwamba kuna umuhimu mkubwa kuja kuzungumza tena na Watanzania baada ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu kutangaza baraza lake la mawaziri. Tumelazimika Chadema wazee kuja kulizungumzia hili kwa sababu mbili kubwa. Kwanza, sisi tukiangalia tuna Mheshimiwa Waziri Samia ameteua baraza jipya la mawaziri, lakini ukiangalia kwa masikitiko makubwa sana, hili baraza linaitwa baraza la mawaziri la Muungano, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muungano manake Zanzibar na Tanganyika, lakini ukweli uliokuwepo ni kwamba hakuna waziri hata mmoja kutoka Zanzibar, hakuna katibu mkuu hata mmoja wizara yote kutoka Zanzibar. Sasa utahitaji hii ni serikali ya muungano? Utahitaji hili baraza la mawaziri la muungano? Hili sio baraza la mawaziri la muungano, hili baraza la mawaziri la Tanganyika. Hii ni serikali ya Tanganyika, sio serikali ya muungano. Serikali ya muungano maanake ziliungana nchi mbili zenye mamlaka kamili, zenye mahusiano sawa kabisa kimataifa. Zanzibar ina mamlaka kamili ndani ya muungano na Tanganyika vile vile. Kwa hivyo ilikuwa kuwe na uwiano kisheria 50-50, lakini angalau basi japo pase kidogo, hata waziri mmoja, wawili, watatu, hamna waziri hata mmoja. Halafu mnachukulia kivuli cha Zanzibar mnajidai ni serikali ya muungano. Hapana, hii sifikiri ni halali kuita serikali ya muungano. Hii ni serikali ya Tanganyika. Kwa hivyo tunakushauri Baraza la Wazee Taifa Chadema, Mheshimiwa Samia, ulifikirie sana hili. Hakuna Mzanzibari hata mmoja katika baraza lilotangaza la mawaziri. Hakuna katibu mkuu hata mmoja katika baraza lako la mawaziri. Kwa hivyo tukiwa kama Wazanzibari na kwa sababu Chadema tunaamini kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano inahusisha nchi mbili, inahusisha Zanzibar na inahusisha Tanganyika. Lakini sasa zaidi ya yote tunataka kuzungumzia hapa kwa upande wa Zanzibar. Ili uwe na serikali kama zilivyo serikali zote duniani, lazima kwanza utambulike kimataifa, na ili lazima uwe na kiti chako katika Umoja wa Mataifa. Sasa hichi kiti kinachotumika sasa hivi kwa inaitwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sio cha Tanzania, si kweli, wala sio cha Tanganyika. Hichi kiti ni cha Zanzibar. Sasa inakuwaje serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika inatumia kiti cha Zanzibar, halafu hakuna Mzanzibari hata mmoja katika wizara, katika mawaziri wote waliochaguliwa, hakuna angalau katibu mkuu hata mmoja kutoka Zanzibar, halafu mnatumia kiti cha Zanzibar kuiwakilisha Zanzibar kimataifa. Nitoa history fupi sana tukusana kiti cha hichi kinachoitwa cha Tanzania sio cha Tanzania wala sio cha Tanganyika. Hichi ni cha Zanzibar. Wakati Zanzibar inapata uhuru wake, wakati Zanzibar inafanya mapinduzi mwaka 64, Rais Abeid Amani Karume alimpeleka Mheshimiwa Dr. Astu Makame. Dr. Astu Makame ndio alikuwa balozi wa Zanzibar katika Umoja wa Mataifa, na huyu anatoka na chama cha Afro Shirazi Party na alipelekwa katika Umoja wa Mataifa na marehemu Abeid Amani Karume. Wakati huo akakutana na balozi wa Tanganyika katika Umoja wa Mataifa ambaye alikuwa anaitwa Vedastus Kwaruzi. Kwa hivyo mwaka 64 Januari, baada ya mapinduzi tu, kulikuwa na mabalozi wawili wa Umoja wa Mataifa katika ofisi ya Umoja wa Mataifa New York. Mmoja wa Zanzibar Dr. Astu Makame na wa pili Vedastus Kwaruzi kutoka Tanganyika. Baada ya muungano tarehe 26, aliokuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Yu Thang akamwambia Nyerere na Karume kwamba sasa hivi mshaungana nyinyi, mnabidi Karume mwe na balozi wenu wa Tanzania, lakini sasa Tanzania haitambuliki Umoja wa Mataifa, inayotambuka kule ni Zanzibar au na Tanganyika. Sasa akaambiwa mmoja aondoshe kiti chake ili kiti kimoja kitumike kwa Tanzania. Rais Karume akakataa kuondoa kiti chake. Kwa kifupi sana nazungumza, Mwalimu Nyerere akamuondoa Vedastus Kwaruzi. Kwa hivyo kiti kilichotumika pale ni cha Zanzibar kuanzia siku hiyo mpaka leo hii.
Ilipofika mwaka 1969 kukatokea ugomvi baina ya Nyerere na Karume, kulitokea khilafu fulani. Hiyo story kubwa lakini kuhusu hapa ifahamike kutokana na kutokufahamiana baina marais wawili. Pale Rais Karume akamwita Dr. Salim Ahmed Salim achukue nafasi ya kiti cha Zanzibar katika ubalozi. Ndio kuanzia mwaka 69 akarudi Salim Ahmed Salim kuwa balozi wa Umoja wa Mataifa kuwakilisha Tanzania, na walikubaliana na Nyerere kwamba atakuwa ni balozi wa kudumu. Lakini ilipofika mwaka 72 tarehe 7 Aprili, marehemu Abeid Amani Karume akauawa kwa kupigwa risasi na mwanajeshi, na wakati huo amiri jeshi mkuu wa Tanzania alikuwa Julius Nyerere, na inavyosemekana kwamba Karume na Nyerere walikuwa hawafahamiani, na Karume alikuwa na mpango wa kuvunja muungano ikifika tarehe 26 Aprili, lakini tarehe 7 Aprili akauliwa. Baada ya kuisha kuuliwa kutoka mwaka 72, ilipofika mwaka 80 Mwalimu Nyerere akamuondoa Salim Ahmed Salim katika Umoja wa Mataifa, na akaambiaje Tanzania, akampa waziri mkuu na akamuondosha Rashid Kawawa. Mheshimiwa Rashid Kawawa, marehemu Mheshimiwa Rashid Kawawa alikuwa makamu wa kwanza rais wa Tanzania na alikuwa waziri mkuu. Kwa hivyo akamuondoa waziri mkuu, alikuwa waziri mkuu wa Tanzania, akamuondoa na akamweka Salim Ahmed Salim ili kufanya kile kiti cha ubalozi Umoja wa Mataifa kiwe kitupu. Na kuanzia hapo mpaka tunavyozungumza leo, Mwalimu Nyerere akampeleka balozi wake ni Mtanganyika, na mpaka leo kile kiti kinakaliwa na Watanganyika. Kwa hivyo tunachozungumza kwamba kiti cha Umoja wa Mataifa sio cha Tanganyika, ni cha Zanzibar. Ndio history inajulikana, iko wazi kabisa. Ali Hassan Mwinyi anafahamu kila kitu, Kikwete anafahamu kila kitu, na wote waliondoka anafahamu kila kitu, na hiyo ndio ukweli uhalisia ulivyo. Kwa hivyo tunachosema kwamba mabalozi vile wa Tanzania, tunachomkumbusha Mheshimiwa Samia Suluhu ameshafanya kosa tayari katika kuteua mawaziri. Kwa hivyo tunaambia katika kuja kuteua mabalozi wa nchi za nje wa Tanzania, hakikisha kwamba Wazanzibari wanakuwemo kwa wingi sana, tena sio vibaya wakiwemo wanawake vile vile, kwa sababu sisi Chadema tunaamini uwiano wa 50 kwa 50. Kwa hivyo tulikuwa tunamshauri, na ikiwezekana itapendeza zaidi kama kile kiti angalau kwa safari hii kikaliwe na Mzanzibari. Wako Wazanzibari wengi sana wana uwezo wa kuwakilisha Tanzania katika Umoja wa Mataifa. Hata kwa haraka ukimchagua Mheshimiwa Amina Salumani tu, kama bara zima la Afrika nilimwona Amina Salumani ndo anaweza kuwakilisha nchi zote za Afrika katika Umoja wa Mataifa. Alikaa zaidi ya miaka 5 Amina Salumani, mheshimiwa anawakilisha bara la Afrika. Atashindwa vipi kuwakilisha Tanzania? Yule ni Mzanzibari na yule ni mwanamke vile vile, anafaa kabisa kwa balozi wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa. Na balozi wengine na nchi za nje vile vile tunamshauri sana Mheshimiwa Samia Suluhu, itakuwa ni jambo jema sana kuwakumbuka Zanzibar, kwa sababu kiti kile ni kiti cha Zanzibar. Kwa hivyo tunachosema kwamba ndio maana yote haya Chadema tunasema haya mambo yote yanafanyika kinyemela kienyeji kutokana na katiba tulionayo, ni katiba mbovu. Hii katiba haihusishi Watanzania wote, haiwahusishi watu wa pande mbili. Ndio maana kilio chetu sisi wa Chadema na Watanzania wote tunasema lazima tuwe na haraka sana, tuwe na katiba mpya ambayo itakuwa inatoa nafasi za wizara zote na nafasi kubwa zote za uongozi kutoka pande zote mbili za muungano. Tunasema tunadai katiba mpya tukifahamu kwamba hivi karibuni Mheshimiwa Samia Suluhu, rais wetu wa Tanzania, alitoa kauli kwamba kwa kipindi hichi wa Tanzania wasahau swala kudai katiba mpya, na kauli ya rais inakuwa ni sheria, inakuwa ni amri. Sisi hatujavunja sheria wala hatujavunja amri, sisi tunaheshimu na hatuzungumzi. Kwa hivyo hapa sisi hatuzungumzi specific kuhusu katiba, lakini tunazungumzia mapungufu ya uongozi wa kitaifa kuhusiana na wizara na nini, pia unaigusa ni katiba nchi hii. Kwa hivyo katiba ina mambo mengi sana. Jana tulizungumza Mheshimiwa Rais alipotoa swala la biashara kwamba imarishwe, tukasema hii katiba haiwezi kuimarishwa, biashara haiwezi kuimarika hapa mpaka katiba Tanzania ibadilishwe. Leo tunazungumzia swala la mawaziri vile vile, bila kuwa na katiba mpya hatuwezi kupata mawaziri kwa uwiano. Swala la kuchagua waziri wa Tanzania lazima ushirikishe taasisi. Tunataka kuunda mfumo wa kitaasisi
na sio mtu mmoja kuteua watu. Lazima tuunde taasisi kubwa ambayo itakuwa inakwenda kwa miaka mingi bila kuongozwa na akili ya mtu mmoja. Kwa hivyo tulimshauri Mheshimiwa Samia Suluhu alione hili, aone umuhimu wa Zanzibar, na Watanzania wote wajue kwamba kiti kinachotumika sasa hivi ni kiti cha Zanzibar, sio kiti cha Tanzania wala sio kiti cha Tanganyika. Lakini serikali iliyochaguliwa jana ni Watanganyika watupu, alafu kwa masikitiko makubwa ati inaitwa ndio ni serikali ya muungano. Sisi kwa Zanzibar hatuoni kama kuna faida kweli kuita serikali ya muungano, ibadilishwe jina tu iitwe serikali ya Tanganyika, inawakilisha mambo ya muungano. Kwa hivyo bado tunadai katiba mpya kutokana na mapungufu kama haya yanatokea. Kila utapogusa, ukija kwenye biashara, ukija kwenye wizara hizo, kila kitu popote unapogusa utagundua kwamba mapungufu tulionao ni katiba mbovu. Tukibaki na katiba mbovu itatupoteza sana. Kwa hivyo ndio maana kilio chetu tunasema lazima tuwe na katiba mpya ili mambo yote yaende sawa na nchi iwe na ushirikiano wa Tanzania wote washirikishwe katika kuongoza nchi hii, kwa sababu kila mtu ana haki katika Tanzania kutoa michango yake na kuelekeza. Na sisi kama Chadema, chama kikuu cha upinzani, kwa sababu tunaamini mfumo wa serikali tatu, Zanzibar yenye mamlaka kamili, Tanganyika yenye mamlaka kamili, na mwisho serikali moja ya muungano. Haya mambo yalipigwa kelele sana. Marehemu Karume mwenyewe alitaka kutoka katika muungano huyu baada ya kushakuona Zanzibar inakandamizwa na muungano, akauliwa. Baada ya hapo akaja Mwigulu Jumbe akaitetea sana Zanzibar, mwisho akajilipua pale Dodoma akasema kwamba anataka mfumo wa serikali tatu, Zanzibar yenye mamlaka kamili. Hapo akaondoshwa urais wa Zanzibar, akafukuzwa wanachama na akafungwa jela, na alikaa jela mpaka juzi mwaka 2015 akafariki akiwa jela, lakini jela nyumbani kwa sababu ni rais. Baada hapo tukakuwa na Maalim Seif akawa anatetea vile vile maslahi ya Zanzibar, naye life yake yote ikitetea maslahi ya Zanzibar mpaka Mwenyezi Mungu afika wakati yake amemchukua. Bado Zanzibar haijali. Wakawepo kikundi cha Uamsho wanatetea maslahi ya Zanzibar, nao wakakamatwa wakafungwa jela, sasa hivi miaka 8 wako jela, lakini bado Zanzibar inaendelea kutawaliwa, imefanya koloni la Watanganyika. Leo ushahidi mwingine mpya umekuja huu kwamba imechaguliwa inaitwa wizara ya serikali ya muungano, wakati hamna rais hata mmoja kutoka Zanzibar, hamna katibu mkuu hata mmoja kutoka Zanzibar. Kwa hivyo hichi kilio cha zamani ni kilio cha kweli. Ukiangalia kiti kinachotumia Tanzania ni kiti cha Zanzibar. Kwa hivyo bado tupo, tutatetea Zanzibar, tutatetea maslahi ya Zanzibar, tutatetea haki wa Zanzibari mpaka tunaamini kuna siku moja kwa vovote kwa uwezo wa Mungu inshallah Zanzibar itatoka na itapata maslahi yake, na Zanzibar itarudi na heshima yake kama zilivyo nchi zote duniani. Kwa leo tufikie hapo, na tunarudia tena kusema kwamba Mheshimiwa Samia, tunahitaji katiba mpya ili kuweza kuweka mambo yote sawa. Asanteni sana. Pepo